Ripoti ni kutokea nje ya ukumbi wa mikutano wa Diamond Jubilee, Dar es Salaam. Novemba 30 asubuhi hii ya leo, Ava TV tupo hapa. Kunani? Ni siku ya mkutano mkuu wa klabu ya soka ya Simba. Leo kikatiba unafanyika mkutano huu na unafanyika katika ukumbi huu wa Diamond Jubilee, na ndio maana tumewahi mapema kukuletea ripoti, habari na matukio yote ambayo yanahusu mkutano huo. Mimi langu jina naitwa Jadu, waweza niita mtaalam Al-Jad Aziz Ali Shentembo. Nipo na Asha Kabuga. Karibu tukuhabarisha na kukuripotia yale yote ambayo yatajiri kutokea hapa. Hivi sasa ni muda wa wanachama pamoja na viongozi kujiongea ndani ya ukumbi huu kwenda kuyajadili na kuyapitisha yale ambayo wana Simba watayajadili na kuyakubali. Lakini pia hivi sasa ni muda wa wanachama pia kuzungumza hata kwa uchache, hata viongozi pia kuzungumza kwa uchache nini ambacho wanatarajia kabla kwenda kuanza kwa mkutano huo siku hii ya leo. Moja kati ya vitu vikubwa ambavyo vinasubiriwa kwa hamu ni kwenda kusikiliza yale ambao kwamba yameletwa kama agenda katika mkutano huu, kwa maana ya mabadiliko ama maboresho ya katiba ya Lunyasi. Hilo ni jambo kubwa ambalo pia wanachama wapo very excited kwenda kulisikiliza, lakini pia kwenda kulijadili. Sisi hatuja kuacha nyuma, kwani tutakuletea kila ambacho kitajiri hivi sasa baada, lakini hata mkutano huu utakapokuwa ukifanyika na uweze kuyajua. Lakini hii ndio hali halisi hivi sasa nje ya ukumbi huu wa mikutano wa Diamond Jubilee. Kabla kwenda kuanza kwa mkutano huo, wanachama wamekwisha anza kujitokeza na kwenda kusikiliza agenda ambazo zinakwenda kujadiliwa ndani ya mkutano huu. Bila shaka napaswa kuzungumza na wanachama baadhi ili wao watupe maoni yao, watuambie nini hasa wanatarajia kabla ya kwenda kuanza kwa mkutano huu siku hii ya leo. Asalamu alaykum baba. Kwema kabisa. Watatuambia kabla kwenda kuanza mkutano huu wa leo. Njoo tuzungumza na nani hapa, na mzee wetu bana. Hii ni nyingine tena mpya. Kwa jina langu naitwa Janken Simoni Mwakarundwa Gambi, mkazi mwanachama wa Simba kutoka Morogoro. Hii ni safari moja moja kutoka Morogoro kuja Dar es Salaam. Na sisi ni Shujaa, klabu ya Shujaa Sports Club ambao ni ndugu wa Simba. Simba si tawi la Simba, ni ndugu wa Simba, ni klabu Shujaa Sports Club, ndugu wa Simba toka Morogoro. Ndio kufuata haki yako ya kikatiba. Ya katiba kwenye mkutano. Nini cha mno unakitegemea kwenye mkutano huu siku hii ya leo? Ninachokitegemea ni chema, kwamba hakuna kuitarafiana katika mazungumzo ambayo tutazungumza sisi hapa na uongozi. Tutafikiana na serikali itatuelewa kwa tutazungumzia nini. Ndio hali halisi. Hautamani kuona mikwaruzano kwa namna moja ama nyingine? Mikwaruzano sihitaji, lakini naamini kwamba mikwaruzano haitakuwa kwa wote, ni watu wazima. Tunajenga kitu kimoja. Tatizo ni kwa halipo kabisa. Ni swala la mabadiliko ya katiba, kwa kweli kwanza umelipokeaje kabla kwenda kujadiliwa? Swala la mabadiliko ya katiba ni jema kwa kuwa ni faida ya klabu na kwa wanachama wa kizazi hiki, ili waweze kuendesha timu yao kisasa na iweze kufanya vizuri katika michezo yote. Ndio misingi, ndio lengo, na kwa umoja. Basi kwa na umoja hakuna maendeleo na hakuna ushindi. Kwa ndio tunatuombea tuwe na umoja, kisha tufanye jambo na watu wengine watutambue kwa Simba ni brand kubwa katika nchi hii. Mzee wangu pia bila shaka safari ya Morogoro hii kuja Dar es Salaam kwa majina, faida ya mtazamaji. Kwa majina anaitwa Sudi Mrisho Kiwamba. Mwanachama wa Simba Sports Club na mwanachama wa Shujaa Sports, mwanzilishi wa Shujaa Sports Club mwaka 60. Na hii Simba hii Sandalendi mwaka 63 nimeingia huko. Shujaa Sports Club ni sio Simba, ndugu wa Simba. Ni ndugu wa Simba. Kwa sababu wakati huo tunatumia jina Simba hivyo hivyo kwa. Simba Morogoro, Simba Dar es Salaam. Na matawi yalikuwa haya: Simba Morogoro, Nyamaume Lindi, Nyamaume Mwanza na Nguvu Moja Lindi. Wakati huo si sasa. Sasa hivi ndio mengi matawi. Simba yenyewe ina matawi, lakini sisi sio tawi. Sisi ni ndugu wa Simba. Tulipobadilisha majina sasa sisi tukasema, hawa wakasema Simba,
Sisi tukasema Shujaa. Ile S isiondoke. Lakini kikatiba mnafahamika. Katiba tunafahamika. Tuna katiba yetu. Okay. Sawa. Kabla ya kujadili hicho ambacho kinakwenda kujadiliwa sasa kwenye upande wa mabadiliko ya katiba, nilikuwa nasikiliza baadhi ya kauli ya wanachama waandamizi wa Simba, ikiwemo Mzee Hassan Asano akisema kwamba chombo kinaenda mlama, chombo kinataka kuzama. Bila shaka hii kauli ulisikia. Kwako wewe unaamini chombo kinaenda mlama namna gani? Kwa maana ya kuna mivutano ndani ya klabu ya Simba sasa kwenye haya maboresho sasa anasema hii mivutano inasababisha chombo kinaenda mlama. Kwako wewe unaamini hiyo? Mimi naamini kwa sababu mivutano hii, unajua hakuna safari inayokosa wazee. Sasa sisi wazee tumeweka pembeni. Na hawa vijana mlioingia nyie sasa hivi vijana ndio mambo haya inafanya chombo kiende mlama. Sababu kila kitu wamehodhi wao. Lakini pamoja na yote haya, wewe si umesajiliwa na serikali kwa na msajili wa vyama vya michezo BMT, lazima ufuate taratibu za serikali. Sasa kama taratibu ya serikali hutaki, ndio wakatuachia sasa. Tangu 2016 mchakato hauishi. Lakini ulipaswa kuisha ili tuendane na mambo yetu. Sasa vijana kila kitu wanajua wao. Sasa wewe nikwambia mimi nina degree, wote amini. Lakini wote jiona una degree, umesoma. Mimi sikusoma. Wa kisasa, mimi sikusoma. Lakini degree ni zile. Chuo ni hicho chokuwa. Mimi nina chuo cha sheria. Okay. Na degree ya sheria, nilikuwa mwanasheria mahakamani. Unaona? Sasa hawataki vijana kujumlisha wazee. Mtu kama Hassan Dalali alishaongoza hii klabu na kaongoza kwa tabu kweli kweli. Na mimi nilikuwa namsaidia nikiwa Morogoro na wenzetu. Wazee wenzetu. Tunamsaidia. Na tulikuwa tuna maendeleo mazuri. Lakini wakajiweka visingizio, hakusoma, akafanya hivi, lakini aliendesha kwa mafanikio. Kwa sababu alikuwa anapenda kushirikisha watu, matawi yote, ndugu wote. Jamani John tukae. Au wanatufuata Morogoro. Simba imekuja imekaa Morogoro wakati wa ligi. Jamani timu hiyo watu wa Morogoro. Alikuwa anagawa kuna chama. Sasa hao wamekaa wanang'ang'ania wao wanafanya nini? Mivutano ni lazima kwa sababu tofauti ya akili, thinking capacities. Kila mtu ana ya kwake. Mwingine anaona nikifanya hivi nitakosa madaraka hapa. Anaona nikifanywa hili yeye atakosa madaraka. Lakini ukose madaraka kwa sababu ni sheria, kwamba mmeambiwa katiba lazima nyinyi muwe na hisa 49 kwa 51. 51 ndio wawe na kauli, ndio wenye chombo chetu. Kwa maana upande wa club. Unaona? Sisi ndio wenye chombo chetu. Mwekezaji kaja na 49. Hilo moja. La pili, wanasema lazima kuwepo na wawekezaji zaidi ya mmoja. Serikali inasema. Sisi tuna mmoja. Tunakwenda kinyume na serikali. Kinyume na matakwa ya serikali. Sasa unafikiri utaendeshaje hapa? Lakini mikwaruzo lazima iwepo. Sababu unajenga kitu kimoja. Unajenga kitu kimoja. Wote unajenga kitu kimoja. Unaamini kukwama kwa huu mchakato kwa maana ya katiba? Kuna hasara gani ambazo mpaka sasa zinapitia? Lakini na pia ukifanikiwa kutoka kuna faida gani? Sasa hasara yake ni kwamba tukiendelea kung'ang'ania hii, serikali itafuta mchakato mzima. Anzeni upi. Wakati ulipoishiwa ni kubadilisha katiba tu ili tuende na sambamba na matakwa ya serikali. Serikali ndio baba. Ukimkuta baba kavaa kanga ya mama, wote muita baba. Huwezi kumuita vinginevyo. Baba shikamoo au baba habari za asubuhi. Lazima. Hata serikali ni baba. Lazima tuifuate. Hata vijana siku hizi kila kitu wanajua wao. Mimi nina miaka 81. Nakula chumvi. 60 ya kawaida, 20 overtime. Ambao ndio miaka yetu sisi hiyo overtime. Sasa nyie 20 tu unajua kila kitu unajua. Mwenzangu hivyo hivyo. 81. Sisi tunakula pensheni yetu kwa Mungu. Unaona? Sasa watufuate tuwaeleze. Sasa Dalali kusema kwamba kweli na chombo kinayumba.
kwa sababu hataki kushirikisha sisi. Na leo kwenye mkutano mkuu unaamini mnaweza mkaweka mambo sawa na chombo kikarudi na kuelewa? Mimi na imani tutakubaliana. Na imani tutakubaliana. Kwa sababu sio wao, maana watu wa Dar es Salaam nao wanajitia wao ndio kila kitu. Mikoa mingine hii Simba hii au hii Sunderland ni ya Tanzania, au Dar es Salaam Young Africans ni ya Tanzania, sio Dar es Salaam tu. Hata wao walikosea kusema Dar es Salaam Young Africans, ilikuwa ya Tanzania. Sasa ni Sunderland, ikaja Simba Sports Club Tanzania. Ni ya kila mmoja. Ni ya kila mmoja. Mimi nikutakie kila la kheri mzee wangu. Amina inshallah. Moja kati ya vitu ambavyo vinasubiriwa kwa hamu ni huo upande wa katiba. Kila mmoja anatamani kufahamu nini kitakwenda kupitishwa, kwa kuwa tayari serikali imekushatoa mwongozo wake na imeshatoa mwongozo nini kiende kufanyika. Kwa hiyo leo kupitia mkutano huu mkuu tutakwenda kufahamu mbivu na mbichi, na ndio maana tupo hapa. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kote jina ni moja tu, ni Ava TV. Na kujana naitwa Jado, waweza niita mtaalam Aljadaziz Ali Shentembo. Nipo na Asha Kabuga. Kuwa karibu na sisi ili uweze kupata matukio yote na ripoti na habari zote ambazo zinahusu mkutano huu mkuu wa Simba kwa mwaka 2025.